Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hatimaye Israel yaishambulia Iran huku vigogo wa Iran wakiuawa akiwemo Jenerali Salami. Israel imeanzisha mashambulizi dhidi ya Iran yenye lengo kadhaa na shabaha ikiwa ni pamoja na vituo vyake vya nyuklia. Makamanda wa kijeshi na wanasayansi wamedai kuwa imechukua hatua ya upande mmoja kwa sababu Tehran imeanza kutengeneza vichwa vya nyuklia. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema shambulio hilo limepewa jina la Rising Lion, limelenga kurudisha nyuma tishio la Iran kwa maisha ya Israel na kuongeza kuwa itachukua siku nyingi. Tuligusa kiini cha mpango wa kurutubisha nyuklia wa Iran, Netanyahu alisema katika hotuba iliyorekodiwa kwenye televisheni, akisema zaidi kwamba tuligusa kiini cha mpango wa silaha wa nyuklia wa Iran. Tulilenga kituo kikuu cha kurutubisha cha Iran huko Natanz wa Iran. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimesema kuwa mkuu wa kikosi cha ulinzi cha mapinduzi ya Kiislamu Hussein Salami naye pia ameuawa pamoja na wanasayansi wawili waliowataja kuwa ni Faidun Abbas na Mohamed Mehdi Tehranchi, nao pia wameuawa. Meja Jenerali Hussein Salami, kamanda mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, anaripotiwa kuuawa kufuatia shambulizi la anga lililofanywa na utawala wa Israel huko mjini Tehran. Ripoti zinaeleza kuwa maafisa wengine waandamizi wa IRGC na wanasayansi wa nyuklia kadhaa wamekuwa miongoni mwa waliouawa kutokana na mashambulizi hayo yaliyoilenga Tehran na mikoa mbalimbali nchini Iran. Shirika la utangazaji la Kiislamu la Iran IRIB limethibitisha kuwa Meja Jenerali Gholam Ali Rashid, kamanda mwandamizi katika kamandi ya majeshi ya Iran, pia ameuawa katika mojawapo ya mashambulizi hayo. Wanasayansi waliobobea wa nyuklia Mohamed Mehdi Tehranchi na Fereyud Abbas pia wameripotiwa kuuawa katika mashambulizi ya alfajiri ya leo. Meja Jenerali Mohamed Bagher, mkuu wa kamandi ya majeshi ya Iran, kwa sasa yuko kwenye chumba cha operation na kinyume na uvumi unaosambaa hajajeruhiwa katika mashambulizi hayo ya Israel. Mashambulizi ya kwanza yameripotiwa katika saa 9 usiku kwa saa za Tehran, yakifuatiwa na milipuko mingine katika mikoa kadhaa ya nchini humo. Video zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha uharibifu mkubwa katika baadhi ya maeneo ya makazi jijini Tehran na sehemu nyingine, matokeo ya kile kilichoelezwa kuwa ni uvamizi wa kiholela uliofanywa na utawala wa Israel. Hata hivyo, Marekani imejitenga na mashambulizi hayo. Marekani imesema ilijulishwa kabla ya Israel juu ya dhamira yake ya kufanya mashambulizi hayo, lakini imekanusha kuhusika kwa namna yoyote kwenye operesheni hiyo ambayo Netanyahu amesema itaendelea kadri itakavyohitajika. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ameionya Iran dhidi ya kuchukua hatua yoyote kwa wanajeshi wa Israel, maslahi na maafisa wa Marekani kwenye eneo la Ghuba ya Mashariki ya Kati. Tehran ilishasema tangu awali kwamba endapo mashambulizi kama hayo yangefanywa, ingeliwachukua wote walioshirikiana na Israel kuwa shabaha ya kulipiza kisasi. Hali imekuwa mbaya zaidi wakati huu katika Mashariki ya Kati baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Israel imefanya mashambulizi makali katika maeneo mbalimbali huko Iran usiku wa kuamkia leo na imelenga baadhi ya vituo vya nyuklia na baadhi ya viongozi wake wakiwemo makomando akiwemo Bwana Hussein Salami. Hili limekuwa ni pigo kubwa kwa Iran ambayo wakati huu ipo katika mpango wa kuwaza namna ya kujibu juu ya shambulizi hili. Utawala wa Israel umethibitisha kuhusika na mashambulizi hayo kama alivyoeleza Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu. Shirika la habari la IRNA limenukuu chanzo cha usalama limesema kuwa Iran inajiandaa kutoa jibu kali na la wazi dhidi ya kitendo hiki cha kigaidi kilichofanywa na Israel dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Uvamizi huu unakuja katika kipindi cha mvutano mkali unaoendelea kuongezeka katika ukanda wa Asia Magharibi, ukichochewa na matamshi ya kichochezi kutoka kwa viongozi wa utawala huo akiwemo Bwana Benjamin Netanyahu. Inaripotiwa kuwa rais wa Marekani Donald Trump alitoa idhini kwa mashambulizi haya ya Israel licha ya mazungumzo ya nyuklia yasiyokuwa ya moja kwa moja yanayoendelea kati ya Tehran na Washington. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, duru ya 6 ya mazungumzo hayo ilipangwa kufanyika Jumapili, huenda ikafutwa.
Hata hivyo wakati huu Iran inatathmini namna ya kulipa kisasi hicho, lakini pili inafanya tathmini juu ya kile ambacho kimetokea kutokana na milipuko iliyosikika katika miji kadhaa ya Iran ukiwemo mji mkuu wa Tehran na pia katika mikoa mingine nchini humo. Kadhalika inaelezwa kwamba moja kati ya maeneo ambayo yamefanyiwa mashambulizi ni pamoja na maeneo yenye vinu vya nyuklia, na hivyo wakati huu tathmini inafanyika ni namna gani athari zimetokea kutokana na mashambulizi katika vinu hivyo vya nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na tukufahamishe tu kwamba hii ni habari endelevu. Tutakujuza kadri mambo yanavyozidi kwenda juu ya hiki ambacho kimetokea wakati huu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, tutakujuza yanayojiri ulimwenguni.